Ikiwa ni Julai 14, karibu mtazamaji katika ulimwengu wa habari tulionayo usiku huu. Wakuu wa mikoa, wilaya wasisitizwa kusimamia utekelezaji wa hukumu za mahakama. Kwingineko, wanaume Songwe wakimbia familia baada ya mavuno. Nako kimataifa, kesi dhidi ya Besigwe yaanza bila kuwepo mawakili wake. Nako katika michezo, polisi Tanzania watua Mbeya kuwawinda Tanzania Prisons mchezo wa mtoano. Hujambo mtazamaji popote pale ulipo, ni matumai yangu mzima wa afya. Karibu katika ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Langu jina ni Zinazire Mswima. Waziri wa Katiba na Sheria Dr. Juma Homera ametoa rai kwa viongozi wa ngazi za vijiji, kata, wilaya na mikoa pamoja na taasisi za serikali kuhakikisha hukumu zote zinazotolewa na mahakama za Tanzania zinatekelezwa ipasavyo na kwa wakati ili wananchi wanaostahili haki waweze kuipata kwa wakati. Dr. Homera ametoa kauli hiyo leo Julai 14, 2026. Amesema licha ya mahakama kufanikisha utatuzi wa kero nyingi kupitia maamuzi yake, bado kumekuwa na changamoto nyingi kubwa katika hatua ya utekelezaji wa hukumu hizo. Nikiri tu kwamba asilimia kubwa ya kero ambazo tumezipokea leo ni kwamba kesi imeisha mahakamani. Baada ya kesi kuisha mahakamani, sasa na hukumu imetolewa na kila kitu kimeisha, lakini huyo mtu kwenda kukabidhiwa mali yake kumekuwa na changamoto kubwa sana. Na hizi ndio changamoto ambazo tulizonazo kwa sasa, kwa sababu pengine mahakama, kesi ilifunguliwa mahakama X dhidi ya mtu fulani, kesi imeisha na inatakiwa huyo mtu akabidhiwe kile ambacho kimetokea au matokeo ya hukumu, maybe akabidhiwe gari labda, au akabidhiwe kiwanja, au akabidhiwe shamba. Lakini changamoto imekuwa kwamba kukabidhiwa sasa hicho kitu ambacho baada ya kesi kuisha imekuwa kazi ngumu sana. Sasa mimi kwenye hili ningeshauri kwa karibu sana viongozi wenzetu wa ngazi za vijiji, ngazi za kata, ngazi za wilaya, ngazi za mikoa na taasisi huku, kwamba kuhakikisha kwamba sasa ile hukumu iliyotolewa tukaitekeleze, na mtu anayekiuka taratibu basi ni vyema vyombo vya kisheria viweze kuchukua nafasi yake, kwa sababu moja, tunaweza tukakazia hukumu; tatu, tunaweza tukatafuta dalali ambayo mtu akauzie mali zake. Sasa na hili ndilo linaloleta shida sana, kwa maana umeona hata kesi ya shamba mtu alishinda kule Kigoma, baadaye wakaenda kukata rufaa, wanaenda kukata rufaa nje ya muda, imekuwa ngumu kutekeleza ile hukumu ambayo imetolewa, inakuwa ngumu. Kwa hiyo niwaombe wananchi, wakiona kuna mazingira kama hayo, waende pia kwenye ofisi za waheshimiwa wakuu wa wilaya na wakuu wa mikoa, kwa sababu wao wana polisi, wana vyombo vyote vya ulinzi na usalama ambao wanaweza kutumia nguvu kidogo kwenda kutekeleza hiyo amri ya mahakama, ikiwemo na pamoja na kuwatumia madalali. Hilo ni swala la msingi sana, wananchi wanatakiwa fahamu. Yaani wananchi wanatakiwa wajua kwamba ukimaliza kesi yako kwamba umeshinda, ukabidhiwa jambo inakuwa gumu, basi unaweza kwenda kwa mheshimiwa mkuu wa wilaya, alafu mkuu wa wilaya anaweza kutumia vyombo vyake vya ulinzi na usalama kuweza kutekeleza amri ya mahakama. Lakini jambo jingine ni kwenda kukazia hukumu. Mahakama pia inaweza kukupa dalali ili aweze kwenda kufanya utaifishaji wa mali zako ambao umeshindwa kulipia, kwa mfano ule wa bajaji. Kuna namna hiyo, lakini tumeona wa bajaji ni vyema tumuunganisha tu mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwa sababu hili jambo ana uwezo wa kulimudu kwa haraka. Lakini kwa mengine pia ni waombe sana waweze kuangalia namna bora ya kuenda kukazia hukumu, lakini pia baada ya kukazia hukumu waende wakaripoti kwa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama ili waweze kulifanyia kazi kwa karibu. Kwa hiyo ndio kitu ambacho ningetamani kuwaeleza Watanzania kwamba sisi tutaendelea kuwashauri ili muweze kupata haki.
Kwa nyakati hizi za mavuno katika baadhi ya maeneo ya mkoa wa Songwe, kumekuwa na malalamiko kutoka kwa baadhi ya wananchi kuhusu tabia baadhi ya wanaume wanaodaiwa kuzikimbia familia zao mara tu baada ya kuuza mazao. Inadaiwa kuwa baadhi yao huenda katika maeneo ya mijini na sehemu zenye starehe nyingi, ambapo hutumia fedha za mavuno kwa matumizi yasiyo ya msingi, huku wakiziacha familia zao katika hali ngumu ya maisha. Tuungane na John Kiango kutoka mkoani Songwe kwa ufafanuzi wa taarifa hii. Sky TV imepita katika mitaa mbalimbali ndani ya mkoa wa Songwe, wilaya hii ya Mbozi, na kuzungumza na baadhi ya wanawake ama kina mama ambao wametoa maoni yao kuhusiana na suala hili la baadhi ya wanaume kukimbia familia zao, hususan kipindi hiki cha mavuno, baada ya kwenda kuuza hayo mavuno yao na kuiacha familia ikiteseka katika dimbwi kubwa la umaskini, licha ya kuwa walishiriki kwa pamoja katika masuala mazima ya kuandaa shamba, kulima mpaka kuvuna. Wanakimbia, wanaacha wake zao, wanawatelekeza ndani. Yaani saa hizi wanaume wameharibika, yaani wanashindwa kulea familia zao. Wanapenda wanawake wa kwenye mabao huko, kwenye magesti. Wakishalima hata mipunga hii, walime mahindi, wanakimbia, wanaondoka, wanaacha hata familia zao, wanatelekeza. Kweli hawafai saa hizi. Naume na washauri, Mungu awasaidie, waponye, wabadilike, watulie na ndoa zao na familia zao. Mungu amewapa familia lakini wanashindwa kuzitunza. Wakilima yani wanauza, wanabeba vitu hata ndani, wanaenda kuwapelekea wanawake huko. Watoto wanabaki ndani, wanalala na njaa, hawana hata chakula ndani. Wanakimbia familia zao kwa sababu wale tumevuna mavuno ili hela hizo aenda kale na mahala zake huko. Mimi ananitelekeza ndani, ananiacha mimi nahangaika na familia yangu. Inaleta umaskini fulani hivi, tunaishi maisha magumu, hadi hela ya mboga tunakuwa hatuna. Watoto wanakuwa kama hawana baba wala mama. Yaani mfano kama wanawake wenzetu wako huko bondeni huko, ndio maana mara nyingi wanawaua na kuwaua na wanaume zao kwa sababu ya tabia hizi za kukimbia wanawake nyumbani. Anarudi mwanaume anaanza kumpiga mwanamke, anatuletea umaskini ndani, wakati yeye mwenye ameamua kuondoka, sisi tumebaki tunahangaika tu. Mimi maoni yangu ni kwamba pale mnapokuwa mwanzo mnapopanga bajeti ya kulima, hata kwenye mavuno wao wanakuwa karibu, wapange bajeti juu ya mavuno yao, wamepata shilingi ngapi, watatunza shilingi ngapi, shilingi ngapi iende kwenye matumizi, shilingi ngapi ibaki ya akiba, maana si ni binadamu, kuna kuumwa. Nao baadhi ya wanaume walikuwa na haya ya kusema juu ya suala hilo. Ukweli hili swala la wanaume kukimbia familia lipo, hususani watu wakitoka kwenye mavuno tayari wanakuwa na hela, wanaisahau mpaka familia, anatoroka anaenda na kula hizo hela, zikiisha ndo anarudi. Kwa hiyo hususani familia inabaki inahangaika pamoja na watoto. Mama ndo anayejua atakavyoishi nao watoto. Cha kwanza tunakuwa pamoja tunapoandaa shamba, tunakuja tunapalilia, tunakuja kwenye mavuno. Baada ya kuvuna, mimi kama mwanaume wakati wa upandaji wa uandaji wa mashamba, simwambii mke wangu kwamba mke wangu, mimi hapa ninavyoandaa mashamba sina mtaji, sawa? Nikimhusisha mke wangu najua hata vumilia. Kwa naingia ubia na mtu yote, namwambia nipe mwanangu hela inisovu kwenye matatizo yangu, sawa? Na kuja kupata yale mazao na lile deni nililokopa, sawa? Haviendani, deni juu mazao chini, alafu nakutana na bidhaa bei inakuwa mbaya, naanza kufikiria nafanyeje. Inabidi kwa kukimbia familia ni tricky tu, sawa? Na ikimbia familia kwa kukimbia kwamba tumeuza yale mazao, nimelipa deni halijakizi, nabaki nadaiwa. Kwa hiyo nafikiria kwenye kichwa changu nikimbie, nikakaa huko angalau moyo wangu utulie. Si kwamba wanaume wengi tunakimbia familia kwa ajili ya kwamba tumeuza mazao, nimepata bure hela nimekimbia nazo, hapana. Kiripoti kutoka hapa mkoani Songwe, mimi John Kiango, Sky TV Songwe.
Na moja kwa moja tuelekee kule mkoani Mbeya, mtazamaji. Zaidi ya shilingi milioni 87 zimetolewa na serikali kwa vikundi vya maafisa usafirishaji maarufu kama bodaboda katika halmashauri ya wilaya ya Kyela mkoani Mbeya kupitia Wizara ya Nchi, Ofisi ya Rais inayoshughulikia maendeleo ya vijana kwa lengo la kuwezesha vijana kujiajiri, kukuza biashara zao na kuongeza kipato chao. Upendo Kibetile na ufafanuzi wa taarifa hii. Ni katika hafla ya utoaji wa mikopo ya Wizara ya Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana, ambapo zimetolewa bodaboda 22 kwa vikundi viwili vya maafisa usafirishaji maarufu kama bodaboda. Kwa leo tunashuhudia mkopo ambao tunawapatia vijana katika vikundi hivi viwili, mkopo wa jumla wa milioni 87,735,900. Hii ni fedha ya Watanzania ambayo serikali imeamua kuipeleka mikononi mwa vijana ili iwe mtaji wa maendeleo, lakini pia ipunguze changamoto za kimaisha, hasa upatikanaji wa mitaji ambao vijana wamekuwa wakipambana nao. Awali afisa maendeleo ya jamii mkoa wa Mbeya Selina Mtenya akazungumzia baadhi ya mikopo iliyotolewa kwa kipindi cha mwaka wa fedha 2025-2026. Kwa mwaka wa fedha 2025-26 kuishia Juni, jumla shilingi bilioni 4.6 zimetolewa kwa vijana, kwa vikundi vya vijana 576 ambavyo ni 4% inayotolewa kutoka mapato ya ndani ya halmashauri zetu zote 7. Kwa upande wao, mkuu wa wilaya ya Kyela Josephine Manase na mbunge wa jimbo hilo wakaishukuru serikali kwa kutoa kipaumbele katika wilaya hiyo, huku wakitoa rai hii kwa vijana. Tunaamini kupitia vikundi hivi viwili basi wao watakuwa mabalozi ili kuwaelekeza vijana wengine namna gani ambavyo hizi bilioni 200 za Mheshimiwa Rais zimewafikia vijana. Mimi fursa hii kuwaomba vijana wenzangu kuwa tuwe tayari kushirikiana katika kuijenga Kyela yetu, lakini pia katika kuendeleza mafanikio ya mtu mmoja mmoja kupitia vikundi. Naye meneja wa benki ya CRDB Tuti Alisoni, ambaye benki yake inasimamia utoaji wa mikopo hiyo, akawahimiza vijana kutokuwa na hofu ya kukopa kwa ajili ya maendeleo. Tutaenda kukabidhi bodaboda kwa vijana ambao wapo kwenye vikundi, lakini sio kukabidhi peke yake bodaboda, lakini ni mwanzo wa kumwezesha kijana kujiwezesha, kujikwamua kiuchumi yeye na familia yake, lakini mwanzo wa utajiri wake. Katika watu 10 tulioomba mkopo wa milioni 34 tulipata kwa wakati. Hivi tunavyosema tumenunua pikipiki 10, hatujapungukiwa na shilingi moja, kitu ambacho ni cha ajabu hakija kuja kutokea Tanzania kwa vijana 10 kuomba mkopo mfululizo na tukapewa. Mkopo huu naamini tunanufaika, maana tumepitia maisha magumu sana, changamoto nyingi. Tulikuwa tunachukua bodaboda za diwaka tunapokonywa. Baada ya hapa tumeamua tuombe mkopo na maombi tumejibiwa, tunashukuru, asante. Nikiripoti kutoka wilaya ya Kyela mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Matumizi ya sayansi ya mabadiliko ya tabia imeelezwa kuwa ni nyenzo muhimu katika kuimarisha matumizi ya huduma za uzazi wa mpango kwa kuwa husaidia kubaini sababu zinazochangia maamuzi ya watu kuhusu afya na kuwezesha kubuni afua zinazojibu mahitaji halisi ya jamii. Mindy Joseph na maelezo zaidi. Katika juhudi za kuboresha afya ya uzazi, mama na mtoto, mkoa wa Kigoma umeanza kutumia maarifa ya kisayansi kuelewa sababu zinazowafanya wananchi kufanya au kutofanya maamuzi kuhusu matumizi ya huduma za uzazi wa mpango. Akizungumza wakati wa mafunzo ya sayansi na mabadiliko ya tabia kwa waratibu wa elimu na hamasa ya afya kwa umma, afya ya uzazi, mama na mtoto kutoka ngazi ya halmashauri, mkoa na vituo vya kutolea huduma za afya, mganga mkuu wa mkoa wa Kigoma Dr. Damasi Kayera amesema mabadiliko chanya katika matumizi ya huduma za uzazi wa mpango hayawezi kupatikana bila kuelewa mienendo na sababu zinazoongoza maamuzi ya wananchi. Kwamba fanye kazi yetu kwa maarifa, sayansi ya mabadiliko ya tabia, tuweze kupata matokeo makubwa kwa gharama nafuu. Ni muhimu sana hiyo. Na nimeambiwa mratibu amewaambia mwenendo wetu wa utoaji huduma za uzazi wa mpango katika mkoa
tumekuwa tuna graph inaenda juu, lakini tukapata wakati tumefanya inaitwa nini, amweni kasi sana, au sio? Lakini tunaamini kwa jambo hili linalotokea hapa sasa, tutaenda kuona kwamba kufikia yale malengo ya kitaifa tuliyosema na malengo ya kidunia tutafikia sasa kwa kazi ambayo tutakwenda kufanya sasa. Kwa hiyo niwashukuru sana Shirika la Afya Duniani kwa kukubali kufanya hiki. Kwa upande wake mratibu wa mafunzo hayo kutoka Wizara ya Afya Bwana Simon Nzilimbili amesema mafunzo hayo ni sehemu ya jitihada za kuhakikisha huduma za uzazi wa mpango zinafikiwa na kutumiwa ipasavyo. Na lengo hasa la kuwepo hapa na kuwa na hawa wasimamizi wa huduma hizi ngazi ya mkoa, halmashauri na vituo ni kuweza kuwajengea uwezo, kama nilivyosema mwanzo, kuendeshea mafunzo ya kuwajengea uwezo wa uhamasishaji wa huduma za uzazi wa mpango na huduma za afya ya uzazi kwa ujumla wake. Na tunafanya mafunzo haya ikiwa ni mwendelezo wa uboreshaji wa huduma za hamasa na elimu ya afya na mabadiliko ya tabia kwa watoa huduma wenyewe, sababu kuna vitu ambavyo muda mwingine vinaweza vikawa ni vyetu kama watoa huduma kutokana na misingi ile ya mafunzo, misingi ya kijamii, namna tulivyolelewa, kila mmoja anakuwa na mwelekeo wake. Naye mwakilishi wa Shirika la Afya Duniani Tanzania kitengo cha elimu ya afya wakati wa magonjwa ya mlipuko na dharura Bwana Jerry Bikiombe amesema matumizi ya sayansi ya mabadiliko ya tabia ni muhimu katika kusaidia jamii kupata maarifa sahihi. Tulishoangalia zaidi sana tunaangazia tabia mbalimbali ambazo watu wanakuwa nazo na ambazo mara nyingi zinasababishwa na vitu mbalimbali. Imani potofu, elimu, labda ukosefu wa elimu kwenye masuala mbalimbali ya afya, lakini pia hizi pia pressure, misukumurika, watu wanaambizana vitu vingi ambavyo sio vya kitaalamu kwenye jamii zao, na vyote hivyo vinaathiri namna wanavyofanya maamuzi katika kupata huduma mbalimbali za afya, na hasa katika eneo hili ambalo tulikuwa tunaliangazia sana kwenye haya mafunzo ni uzazi wa mpango. Mratibu wa huduma za afya uzazi mama na mtoto mkoa wa Kigoma Benedetta Peter pamoja na mratibu wa elimu ya afya kwa umma halmashauri ya wilaya ya Uvinza Eric Ernest wamesema mafunzo hayo yatawezesha kufikisha ujumbe unaoendana na mahitaji halisi ya wananchi na kuongeza matumizi ya huduma za uzazi wa mpango, ambayo yatatufanya sisi watoa huduma tuweze kuona ni namna gani tutakapokwenda kutuboresha huduma za utoaji wa huduma za afya uzazi, hususan katika huduma za uzazi wa mpango, kwa kuzingatia mabadiliko ya tabia za kisayansi, ili kuweza kuwafanya wananchi waweze kupata mabadiliko na kuweza kujua mbinu sahihi za kuweza kutumia njia za uzazi wa mpango, na hatimaye tuanze kuongeza wigo kwa wananchi ambao wanatumia njia hizo za uzazi wa mpango. Kuhusiana na masuala haya ya uzazi wa mpango, kwa hiyo nadhani ni kitu ambacho kitatujenga upya, na tunavyotoka hapa sasa kuenda katika sehemu zetu za kazi, sasa tunaenda kuhakikisha tunatoa elimu, lakini sio kutoa elimu, kuangalia kwa nini watu wanapotosha swala zima la uzazi wa mpango. Mkoa wa Kigoma unalenga kujenga jamii yenye uelewa mpana kuhusu afya ya uzazi na kuhakikisha maamuzi ya wananchi yanazingatia taarifa sahihi na ushahidi wa kisayansi. Mindi Josefu, Sky TV. Asante Mindi Joseph kwa ufafanuzi wa taarifa hiyo. Mtazamaji, unaendelea kutazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV, na miongoni mwa yale tulionayo usiku huu ni pamoja na maombi ya hati ya dharura ya mwenyekiti Chadema kusikilizwa Julai 20. Karibu tena mtazamaji, ikiwa ndio unaungana nasi, huu ni ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Langu jina ni Zinaziri Mswima. Maombi matatu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kupitia hati ya dharura kuhusu kesi inayomkabili mwenyekiti wa chama hicho jimbo la Geita Neema Chazoile yameshindwa kusikilizwa katika Mahakama Kuu ya Tanzania masijala ndogo ya Geita baada ya mawakili wa serikali kuwa nje ya mkoa katika vikao vyao vya kazi na mtuhumiwa kutofikishwa mahakamani. Mwandishi wetu Michael Francis Bundala kutoka mkoani Geita ana maelezo zaidi. Mpaka kufikia Julai 14 mwaka 2026, imetimia siku 16 tangu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Neema Chazoile alipotoweka nyumbani kwake wakati akielekea sokoni kununua mahitaji, na baadaye jeshi la polisi mkoa wa Geita kupitia taarifa kwa umma
likakiri kumshikilia kwa tuhuma za makosa ya jinai. Na leo mwenyekiti huyo alipaswa kufika mahakamani baada ya kukamatwa Julai 29 mwaka huu, hali iliyokifanya chama chake kutoa ombi maalum la hati ya dharura kwa mahakama, wakiomba jeshi la polisi kumfikisha mtuhumiwa mahakamani, kusema ni kwa nini wanamshikilia, pamoja na kuomba aachiliwe huru. Kufuatia maombi hayo ya chama hicho, shauri hilo limeshindwa kusikilizwa kutokana na mawakili wa serikali kuwa nje ya mkoa wa Geita kwa ajili ya vikao vyao vya kikazi. Sasa baada ya kukamatwa na baadaye jeshi la polisi wakakiri kwamba wanamshikilia, mawakili wetu kwa kushirikiana na chama tulifungua ombi maalum la kuwataka mambo matatu wafanye jeshi la polisi. Jeshi la kwanza wamlete mahakamani, na la pili waseme kwa nini wanamshikilia, na la tatu ilikuwa ni kwa wamwachie huru sasa, kwa sababu kwanza wamemkamata kinyume na taratibu, lakini pia wamemshikilia siku nyingi bila sababu. Tulifungua hilo ombi letu tarehe 6 na tarehe 8 tukawasave samasi za kuitwa mahakamani, na leo ndio ilikuwa siku ya kuja mahakamani wamlete huyo Neema Chozaire. Na waliopewa samasi hiyo ni jeshi la polisi, wakiwemo RPC wa mkoa, RCO, IGP mwenyewe, lakini pia mwanasheria na watu wengine. Cha kushangaza sana, tumefika leo na jana tulizungumza nao, kwa kweli wakasema watamleta leo, lakini tumefika mahakamani hapa, mahakama imesubiri, hawakumleta. Wakili wa utetezi ambaye pia ni mwenyekiti wa chama cha mawakili TLS mkoa wa Geita, Beatus Emmanuel, akizungumza akiwa nje ya mahakama kuhusu shauri la hati ya dharura la mteja wao, amesema waliamua kupeleka maombi kwa hati ya dharura kuiomba mahakama mtuhumiwa apate dhamana, ndugu zake wamuone na kumpelekea mahitaji. Kwa ndio maana tulikubaliana kwamba tupeleke maombi kwa hati ya dharura kuiomba mahakama kuu kwa mujibu wa sheria imruhusu sasa huyu mhusika adhaminiwe, ndugu zake wamuone na wampelekee mahitaji yake ya msingi. Kwa hiyo tukaleta maombi kwa hati ya dharura tarehe 6, yakapokelewa kwenye mfumo wa mahakama, na tarehe 8, manake tarehe 7 ilikuwa sikukuu, mahakama iliporudi tu kazini tarehe 8 tukapewa summons kuwapelekea wote tuliowashtaki, ambaye ni mkuu wa polisi mkoa wa Geita, mkuu wa upelelezi wa polisi mkoa wa Geita, tukamshtaki Inspector General of Police kwa sababu ndiye ambaye anawapa maelekezo ya utendaji wa kazi. Tulimshtaki pia mkurugenzi wa mashtaka taifa, National Prosecution Services, ambaye ni DPP, lakini tulimshtaki pia mwanasheria mkuu wa serikali kwa mujibu wa sheria. Hawa ni watu ambao lazima waunganishwe kwa mujibu wa sheria kwa sababu ndio washauri wakuu wa sheria ya serikali. Maombi ya hati ya dharura yalipaswa kusikilizwa leo katika Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Geita, lakini kutokuwepo kwa mawakili wa serikali imekwamisha usikilizwaji wa shauri hilo ambalo linatarajiwa kusikilizwa Julai 20 mwaka huu chini ya Jaji Projestus Kajoza. Nikiripoti kutoka hapa katika Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Geita, mimi ni Michael Francis Bundala wa Sky TV. Na mtazamaji, moja kwa moja tuelekee kule mkoani Njombe. Wakazi wa kijiji cha Nindi halmashauri ya wilaya ya Ludewa mkoa wa Njombe wamelazimika kuanza ujenzi wa zahanati ya kijiji kwa kuchangishana fedha ili kuokoa gharama za matibabu wanazolazimika kuzilipia kwenye zahanati ya taasisi binafsi. Hali hiyo imechangia mbunge wa jimbo hilo la Ludewa Joseph Kamonga amefika na kukagua maendeleo ya ujenzi yanayotokana na nguvu za wananchi hao na kuahidi kuendelea kuweka nguvu zake ili wananchi wapate huduma. Hii zahanati hii itakuwa na muhimu. Watoto wakiumwa inatusaidia kutibiwa watoto. Inasaidia sisi wazazi tukiumwa, hatuna hela kwenda Ludewa, hatuna msaada wote. Tukifika hapa tunatibiwa. Sasa tunatibiwa kwa nani? Kwa zahanati ya mission. Si ndio maana tuliomba msaada kwa Mwenyezi Mbunge atusaidie tujenge zahanati ya kwetu. Kikubwa ni nguvu za wananchi ndio zilizofanya hii shughuli yote. Kwa mfano kung'oa mawe, kusogeza vitu tofali, zote nguvu za wananchi. Lakini kwa kiasi fulani mimi nashukuru tu kwa sababu tu ya mbunge, kwa sababu umeona hapa amekwambia alitoa milioni 2 na 2.2 imetusaidia kwa kiasi kikubwa. Ila
kwa namna moja au nyingine kuna vitu ambavyo vinafanya hii kazi siende. Cha kwanza, kuna watu yani wana mtindo yani ukifika tu mradi wanajanja fulani hivi kuwaweka wakandarasi ambao si sahihi na kutuibia. Lakini kwa mkandarasi ambaye yuko hapa sasa sina shida naye. Serikali kuchukua makandarasi ambao si ni fake ndio hiki kidogo mimi kinanipa sana shida. Hii hapa ni mkubwa sana kwa sababu mbele tulikuwa na zahanati ya Roman pale. Ukiangalia hata performance ya matibabu pale kwa pesa ni kiasi kikubwa kuliko kama ukiwa na zahanati ya serikali. Kwa mfano sasa kuna bima. Nashukuru tunaweza tukawa tumetoka kwenye upande mmoja tukaelekea kwenye upande mwingine. Labda tofali zipo kule chini labda kuja hapa. Ndio changamoto kubwa. Kitongoji ni Ndiju walichangisha 5,30,000, Ipombo walichangisha 160,000, Njerela walichangisha 255,000, Nintikati walichangisha 290,000. Tozo mbalimbali kutoka kijijini tulichangisha 2,500,000. Jumla ndogo inakuja milioni 1,485,000. Mchango kutoka kwa wadau wa maendeleo. Mheshimiwa Mbunge Joseph Kamonga alituchangia 315,000 pamoja na mifuko 30 ya simenti. Mtendaji kata wa Lupingo alituchangia shilingi 10,000. Jumla ndogo yote inakuja 325,000. Jumla kuu ya mapato yote ni milioni 1,810,000. Kwa hiyo pamoja na shughuli za kilimo pamoja na shughuli zenu nyingine za kutafuta riziki bado mmeweza kujenga msingi mpaka kiwango hiki. Maana mlikuwa mnafanya kazi ya kusogeza mawe, kusogeza mchanga, tofali. Sasa mwenyekiti wa kijiji bwana, mpaka saa hizi mna tofali ngapi zilizosogea bado? Zilizosogea 10,000 na zilizopo ambazo tayari nimeshafyatua 55. Kwa hiyo zinatosha kuinua jengo mpaka juu. Zinatosha kwa sababu mwenyewe ndo alisema hivyo. Sawa. Sasa na mimi niliona niwaongezee nguvu. Niwape shilingi 2,200,000. Kwa 2,200,000, ndio? Niweza kutoa hapa 2,200,000. Malengo yangu muweze kupata mifuko 100 kwa wiki. Ili muinue jengo hili mpaka juu. Kwa sababu serikali tayari ilishawaletea, serikali kuu ilileta hapo wilayani milioni 60 kwa ajili ya kumalizia. Sawa ndugu zangu? Kwa hiyo msivunjike moyo, mjitoe. Na yule anayetengeneza ratiba, hapa tuna vitongoji 4. Zamu hapa kitongoji kimoja kikija, wengine wanaenda kuvuna mahindi, si ndio? Nitakachokifanya mimi kushirikiana na mheshimiwa diwani, ile saruji ambayo tuliweka hela kwenye akaunti ya kijiji milioni 2 kupitia mfuko wa jimbo, muweze kuipata iweze kuinua boma hadi juu. Ukishainua boma sasa ndio hela ya serikali inakuja, vile vifaa ambao vinaongea Kiingereza wanasema. Wasa jengo ukishainua ukifika juu, vifaa vinavyosalia vyote vinaongea lugha ya Kiingereza. Mtazamaji, taarifa hiyo imehitimisha habari za kitaifa. Mapumziko yafuatayo yatakwenda moja kwa moja katika habari za biashara pamoja na uchumi. Sky TV. Uongozi wa shule za Iyula Malaika Pre and Primary School zilizopo Ntyuka Dodoma na Mantengu B mji wa Vwawa mkoani Songwe unatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali na msingi. Kwa wanafunzi wa awali, shule inapokea watoto kuanzia umri wa miaka 2 na kuendelea. Na kwa wanafunzi wa elimu ya msingi, shule ya Iyula Malaika iliyopo Ntyuka jijini Dodoma inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 mpaka la 4. Na shule ya Iyula Malaika iliyopo Vwawa mkoani Songwe inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 hadi la 5. Mzazi au mlezi unakaribishwa kumleta mwanao katika shule za Iyula Malaika kwa elimu bora zaidi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745557379 au 0742062424 na 0793186716. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ZIC.
Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Biashara na uchumi. Karibu mtazamaji katika habari za biashara na uchumi. Mimi ni Lai Saidi. Kampuni ya uendelezaji joto ardhi Tanzania TGDC imetoa wito kwa wawekezaji wa ndani na nje ya Tanzania kutumia fursa zilizopo katika uwekezaji wa uzalishaji wa nishati jadilifu, hatua inayolenga kuongeza upatikanaji wa nishati safi, rafiki kwa mazingira na inayochochea maendeleo ya sekta ya kilimo na uchumi kwa ujumla. Akizungumza wakati wa kufunga maonyesho ya 50 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam, kaimu meneja mkuu wa TGDC, Mhandisi Mkufu Tindi, amesema kuwa mifumo na taratibu za kushiriki katika uwekezaji huo tayari zipo wazi na kwamba kampuni iko tayari kushirikiana na wadau wote wenye nia ya kuwekeza katika sekta ya nishati jadilifu. Wito kwa Watanzania na hata wasiokuwa Watanzania ndani na nje ya nchi wenye nia ya kuwekeza katika nishati hii wanakaribishwa. Taratibu na mifumo namna gani wanaweza kushiriki nasi ipo wazi na ipo wazi na wanaweza kupata mwongozo wa namna gani tunaweza tukashirikiana, na tungependa kutoa wito waje kwa wingi. Sisi tunawakaribisha na tutaendelea na hili zoezi letu hata katika mitandao yetu ya kijamii kuendelea kutoa elimu na kutoa hamasa kwa wawekezaji. Nishati jadidifu ina faida nyingi, lakini kubwa hasa hii ni nishati ambayo ni rafiki kwa mazingira, na pia tunaposema lile neno jadidifu manake hii ni nishati ambayo tunasema ipo kadri unapoendelea kuitumia na yenyewe inaendelea kuwepo. Kwa hiyo ina manufaa kwa maana kwamba ya uwepo wake kwa muda mrefu na ikaendelea kutumika. Naye meneja elimu kwa mlipa kodi Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA CPA Paul Lalaze amefafanua mambo 6 yanayomfanya mfanyabiashara awe mtiifu kwa sheria za kodi, hali ambayo inawezesha serikali kutopata ugumu au usumbufu pindi inapokuwa inatekeleza jukumu mama la kukusanya kodi. Cha kwanza, mfanyabiashara tunamwambia kwamba hakikisha kwamba anafanya nini? Anajisajili, anakuwa na namba utambulisho wa mlipa kodi. Cha pili, anawasilisha makadirio yake ya kodi kwa wakati na returns mbalimbali. Cha tatu, analipa kodi zake
kwa wakati. Cha nne, anakuwa na utunzaji muhimu au utunzaji sahihi wa kumbukumbu za nini, za biashara zake. Na jambo la tano ni matumizi sahihi ya mifumo ya kielektroniki, hasa hii ya utoaji wa risiti. Na jambo la mwisho ni ushirikiano na mawasiliano na mamlaka ya mapato Tanzania. Ndio maana mwingine biashara ikipungua tunamwambia toa taarifa tuweze kupunguza nini, makadirio. Lakini kwa upande mwingine biashara ikiongezeka toa taarifa tuweze kuongeza nini, makadirio. Na ndio maana tunawapa hata tuzo wafanyabiashara kwa ajili ya jinsi wanavyotupa ushirikiano. Sasa nije katika ile swala, ile jambo la tano lile la matumizi sahihi ya mashine za kielektroniki za EFD. Na ndio maana unaona huko kwenye kwenye maduka kuna mabango mbalimbali ambayo yameandikwa ukinunua dai risiti na ukiuza toa risiti. Na kumbuka kwamba kwa nini tunasema ndani ya risiti hiyo kuna kodi ya serikali. Na ndio maana tumeweka haya mabango. Yamesaidia sana kuwakumbusha. Lakini zaidi sana tukikupa elimu wewe Mtanzania umuhimu wa kudai risiti. Kumbuka hata kama hauna biashara, una nafasi kubwa ya kulijenga taifa lako. Hakikisha unadai risiti kwa manunuzi yako yote unayofanya. Utakuwa umechangia mtoto kwenda shule, utakuwa umechangia mgonjwa kutibiwa kwa madawa atakayopatikana kule hospitalini. Utakuwa umechangia hospitali kupatikana kwa nini? Kwa ambulance. Utakuwa umechangia barabara zetu kutengenezwa. Utakuwa umechangia pia tuongeze idadi ya fleet, idadi ya ndege. Utakuwa umechangia pia hii SGR kufika kule Tabora, kufika kule Kigoma na kufika kule Mwanza. Risiti yako ina nguvu. Risiti yako ndio usalama wetu tunaona. Na sasa tuangazie viwango vya fedha kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Tukianza na dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2622 na senti 58 na kuuzwa kwa shilingi 2648 na senti 81. Wakati huo paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 3511 na senti 64 na kuuzwa kwa shilingi 3546 na senti 75. Wakati huo euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2994 na senti 46 na kuuzwa kwa shilingi 3024 na senti 41. Tukienda China ambapo yuan ya China imenunuliwa kwa shilingi 386 na senti 91 na kuuzwa kwa shilingi 390 na senti 75. Nayo yeni ya Japan imenunuliwa kwa shilingi 16 na senti 16 na kuuzwa kwa shilingi 16 na senti 32. Randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 160 na senti 18 na kuuzwa kwa shilingi 161 na senti 78. Wakati huo shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 20 na senti 27 na kuuzwa kwa shilingi 20 na senti 47. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 1 na senti 78 na kuuzwa kwa shilingi 1 na senti 79. Shilingi ya Uganda yenyewe imenunuliwa kwa senti Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 70 na kuuzwa kwa senti 71. Tuhitimishe na faranga ya Burundi ambapo yenyewe imenunuliwa kwa senti 87 na kuuzwa kwa senti 88. Na huo ndo mwisho wa habari za biashara na uchumi. Mimi ni Lai Saidi. Biashara na uchumi. Na moja kwa moja mtazamaji, tupate mkusanyiko wa habari za kimataifa. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi
kwa lengo la kulinda uchumi. Habari za kimataifa. Habari za kimataifa, tunaanza na taarifa ifuatayo. Kesi ya uhaini inayomkabili kiongozi wa upinzani nchini Uganda Dr. Kizza Besigye ilianza kusikilizwa jana katika mahakama kuu ya Uganda, lakini bila ya kuwepo kwa mawakili wake wakuu. Besigye ameiambia mahakama kuwa wanajua kesi hiyo haitakuwa ya haki na kwamba haki zao zimekiukwa na sheria kutofuatwa. Ameongeza kuwa hawataki tena kuwa sehemu ya mchakato huo. Aidha, Besigye amesema kutokuwepo kwa mawakili wake hakukutokana na uamuzi wao, bali ni matokeo ya hatua zilizochukuliwa na serikali. Besigye pia amedai kuzuiwa kupata dhamana kinyume cha sheria pamoja na huduma ya matibabu anayohitaji. Wakili wake mkuu Erias Lukwago anashikiliwa gerezani baada ya kukamatwa na jeshi mwezi uliopita. Wakili mwingine wa Besigye, Martha Karua kutoka Kenya, alizuiwa kuingia Uganda alipowasili mwezi uliopita kwa lengo la kumwakilisha katika kesi hiyo. Taarifa nyingine ni kwamba Afrika Kusini imewafukuza au kuwarejesha makwao kwa hiari zaidi ya wahamiaji 53,000 wa Kiafrika ndani ya kipindi cha mwezi mmoja katika operesheni ya mamlaka inayolenga kudhibiti uhamiaji haramu. Hatua hiyo imekwenda sambamba na maandamano kadhaa ambayo baadhi yake yamekuwa ya vurugu kupinga uwepo wa wahamiaji wasiokuwa na vibali halali. Kwa mujibu wa waziri wa sheria wa Afrika Kusini, Mamoloko Kubai, zaidi ya 80% ya wahamiaji waliorejeshwa makwao ni kutoka Malawi. Mamlaka haikutoa idadi kamili ya waliolazimika kufukuzwa na wale waliokubali kurejea makwao kwa hiari. Nchi kadhaa za Afrika zimetoa ndege na mabasi ili kuwasaidia raia wao kurejea nyumbani kufuatia kuongezeka kwa hisia za kupinga wahamiaji nchini Afrika Kusini katika miezi ya hivi karibuni. Hali hiyo imesababisha mashambulizi dhidi ya baadhi ya raia wa kigeni na kuibua wasiwasi katika maeneo mbalimbali ya nchi. Polisi imesema imewakamata watu 350 kwa tuhuma zinazohusisha vurugu za umma, vitisho na kufanya ukaguzi wa wahamiaji bila idhini. Na hatimaye, Umoja wa Falme za Kiarabu UAE umesema leo kuwa meli zake 2 za mafuta za taifa hilo zililengwa na makombora mawili ya masafa marefu ya Irani katika njia ya kusini ya mlango bahari wa Hormuz. Shambulio hilo lilisababisha mfanyakazi mmoja wa meli raia wa India kuuawa na wengine 8 kujeruhiwa, wakiwamo 4 walio mahututi. Wizara hiyo imelaani shambulio hilo na kulitaja kuwa ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa, huku ikisisitiza kuwa nchi hiyo ina haki kamili ya kujibu na kuchukua hatua zote muhimu kulinda mamlaka yake ya kitaifa pamoja na usalama wake. Wakati huo Marekani imefanya mashambulizi mapya dhidi ya Irani mapema leo, ikiwa ni hatua mpya ya kuongezeka kwa mapigano. Kamandi kuu ya Marekani CENTCOM imesema mashambulizi hayo yataendelea kusababisha hasara kubwa kwa vikosi vya Irani na kupunguza uwezo wao wa kushambulia raia wasio na hatia pamoja na meli za kibiashara katika mlango bahari wa Hormuz. Mwisho wa habari za kimataifa. Naitwa Pius Jayunga. Habari za kimataifa. Mtazamaji, tuelekea viwanjani kuangazia yale yaliyojili leo katika anga za michezo na burudani. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC?
ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Michezo na burudani inaletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Huwali gani mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, karibu katika habari za michezo na burudani. Mimi ni Johannes Michael. Na moja kwa moja tukianza kuangazia taarifa zetu hapa nyumbani ni kuhusiana na mratibu wa michuano ya Ndondo Cup mwaka 2026 Bwana Mkazuzu leo amezindua na kutambulisha rasmi mpira utakaotumika kwenye michuano hiyo msimu huu kuanzia hatua ya 32 bora hadi mwisho wa mashindano, ambapo mpira huo umetengenezwa na utasambazwa na 2K Sport. Mkazuzu pia amesema hatua ya 32 bora itaanza kutimua vumbi Jumamosi hii, ambapo mchezo wa kwanza utakaozindua mpira huo utapigwa kwenye uwanja wa KMC Complex uliopo Mwenge jijini Dar es Salaam. Yote 12 ambayo tumefanya michuano hii ya Imbeju Ndondo Cup, huu ukiwa ni msimu wa 13, hatukuwahi kuja na mpira maalum wa michuano hii. Na hii imekuwa wakati mwingine ni changamoto kwa sababu aina viwanja ambavyo sisi tunavitumia, viwanja vingi ni viwanja ambavyo havina nyasi, ni viwanja vya vumbi. Viwanja vingi vya Dar es Salaam tunafahamu vingi vinakuwa ni viwanja vya mchanga. Na tumekuwa tukitumia mipira ambayo imetengenezwa kwa ajili ya mashindano mengine. Kwa hiyo wakati mwingine tumekuwa tukipata changamoto tukija kuchezea kwenye aina viwanja vyetu. Kuna wakati tulipata lawama, mpira ukipiga au tembei, mpira ukichezewa, changamoto nyingi, mipira inaharibika haraka na vitu kama hivyo. Kupitia 2K Sports tukafanya utafiti ambao ukatupeleka kuona ni lazima tuwe na mipira yetu ambayo inaweza ikatumika kwenye viwanja vya kawaida, kwa maana kupitia Imbeju Ndondo Cup, kwa maana hapa Dar es Salaam pamoja na kwenye mikoa mingine ambapo michuano hii imekuwa ikifanyika, lakini tukimaanisha kwamba huu ni mpira ambao unaweza ukatumika kwenye mashindano yoyote ya level ya chini. Kwa hiyo leo tuko hapa rasmi kutambulisha mpira huu ambao utatumika kwenye michuano ya Imbeju Ndondo Cup kwa mwaka 2026, na mpira huu utafahamika kwa jina la sodo. Sodo ni neno la kitaa ambalo linatumika zaidi, ama asili yake ni mpira wa miguu ambao ulikuwa unatengenezwa kwa kushonwa kwa mkono, ambao ulikuwa hauna nafasi ya kujazwa upepo. Aidha utatumia makaratasi, nailoni, wengine utatumia vitambaa. Kila mtu alikuwa na namna yake na mtaa wake kutengeneza kwa ajili ya kuchezwa. Ulikuwa unafahamika kama sodo. Lakini sasa sodo tumeipeleka katika next level, ambao sasa sodo ni mpira rasmi ambao umetengenezwa kisasa na unaweza kuhimili mazingira ya michuano ya Imbeju Ndondo Cup. Kwa hiyo rasmi leo
tunatambulisha mpira huu ambao utatumika kuanzia siku ya Jumamosi ya ufunguzi wa michuano ya Imbeju Ndondo Cup na michuano yote, na maisha yetu yote sasa tutakuwa tuna mpira rasmi ambao utafahamika kama sodo. Na tukiangazia panapo taarifa nyingine kuhusiana na kikosi cha polisi Tanzania tayari kimewasili jijini Mbeya kwa ajili ya mchezo wa mwisho wa playoff dhidi ya Tanzania Prison. Timu hizo zitakutana Alhamisi ya Julai 16 katika uwanja wa CCM Sokoine jijini Mbeya kuanzia majira saa 10 kamili jioni, ambapo polisi Tanzania wana imani kubwa ya mchezo huo, kwani mchezo wa kwanza ambao ulichezwa katika dimba la ushirika waliweza kuibuka na ushindi wa idadi ya mabao 4-0, ambapo kikosi cha Tanzania Prison kiliweza kuambulia kipigo hicho. Na tukiangazia panapo taarifa nyingine kuhusiana na serikali imeahidi kuendelea kuwezesha timu za taifa zinazoshiriki mashindano mbalimbali ya kimataifa ili kuhakikisha zinafanya vizuri na kuiletea Tanzania heshima. Kauli hiyo ilitolewa Julai 13 mwaka 2026 na afisa wa Baraza la Michezo la Taifa BMT Oscar Zablon wakati alipotembelea timu ya taifa ya judo kambini Ukonga jijini Dar es Salaam inayojiandaa kushiriki mashindano ya Jumuiya ya Madola. Oscar amesema dhamira ya serikali ni kuhakikisha kila timu ya taifa inayoshiriki mashindano ya kimataifa inapata maandalizi bora na mazingira wezeshi ya kufanya vizuri. Nawapongeza sana kwa mazoezi hayo. Serikali imechukua jukumu kubwa la kuhakikisha timu yetu inafanya vizuri. Na niwaeleze kwamba Watanzania wote wanawaangalieni nyinyi. Ushindi mtakaoshinda mtakapokwenda kwenye mashindano ni ushindi wa Watanzania wote. Sasa kitu cha kufanya, hakikisheni yale mazoezi mliofundishwa, zile mbinu mlizofundishwa na walimu wenu, muhakikishe mnazitumia kikamilifu kwa nguvu, akili na juhudi. Hakikisheni kama michezo mingine jinsi ambavyo tumekuwa tukifurahishwa Watanzania, basi judo tunategemea uwe mchezo mmoja wapo ambao utatufurahisha Watanzania. Tukiweza kupata medali, ile medali ni furaha ya Watanzania. Tunatarajia huenda tutapata dhahabu hapa, si ndio? Fedha tutapata. Basi tukishindwa kabisa walao shaba, si ndio? Lakini tutegemee kupata dhahabu kutoka kwenu. Pambaneni. Niwaeleze kwamba kambi hii inafadhiliwa kwa kiasi kikubwa na serikali kwa kupitia Baraza la Michezo. Tumeona tunapata malazi mazuri, tunakula vizuri na kufadhiliwa kwa posho za hapa na pale. Basi tupambane. Na tukikwea pipa hadi kimataifa ni kuhusiana na kocha wa Ufaransa Didier Deschamps. Na mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, na ndo mwisho wa habari za michezo na burudani, na kurejesha kwake Zinazile Msimo kwa ajili ya kuweza kuhitimisha. Kubwa zaidi tuangalie kombe la dunia nusu finali, lakini extra time itafuata. Mimi nitatazama nikiwa Katoro. Je, wewe utatazama ukiwa wapi? Habari za michezo na burudani. Uongozi wa shule za Iyula Malaika Pre and Primary School zilizopo Ntyuka Dodoma na Mantengu B mji wa Vwawa mkoani Songwe unatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali na msingi. Kwa wanafunzi wa awali, shule inapokea watoto kuanzia umri wa miaka 2 na kuendelea. Na kwa wanafunzi wa elimu ya msingi, shule ya Iyula Malaika iliyopo Ntyuka jijini Dodoma inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 mpaka la 4. Na shule ya Iyula Malaika iliyopo Vwawa mkoani Songwe inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 hadi la 5. Mzazi au mlezi unakaribishwa kumleta mwanao katika shule za Iyula Malaika kwa elimu bora zaidi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745557379 au 0742062424 na 0793186716. Na mtazamaji, tuangazie utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 kamili kutoka kwao TMA.
Habari za kutwa nzima leo. Karibu katika utabiri wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Kwa usiku wa leo tunatarajia hali ya ukavu na yenye hali ya ubaridi wa wastani ijitokeze katika maeneo mbalimbali ya nchi, na kiwango cha chini zaidi cha joto kwa usiku wa leo kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 8 katika mkoa wa Njombe, kufuatiwa na nyuzi joto 9 katika mkoa wa Mbeya. Mifumo ya upepo kwa siku ya kesho inatuonyesha upepo unatarajiwa kuendelea kuwa wa wastani katika maeneo mengi ya nchi, huku kwa siku ya kesho kutarajiwa na hali ya ukavu katika maeneo mengi ya nchi. Tumalizie utabiri wetu kwa kuangalia matarajio ya siku 4 zijazo katika baadhi ya miji kuanzia siku ya kesho kutwa. Jiji la Dar es Salaam inatarajiwa kuwa na hali ya mvua nyepesi kwa tarehe 19 mwezi wa 7. Dodoma kiwango cha chini zaidi cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 11. Mwanza kunatarajiwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo kwa tarehe 19 mwezi wa 7. Mkoa wa Mbeya unatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, kiwango cha chini kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 6. Kilimanjaro kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Morogoro kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Arusha kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 10. Tunakushukuru kwa usikivu wako na tunakutakia wakati mwema. Na mtazamaji, tumefika tamati katika ulimwengu wa habari. Kwa niaba ya timu nzima Sky TV, langu jina ni Zinaziri Mswima na kutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa Sky TV. Sky TV.